Ndugu waandishi wa habari, leo saa 11 alfajiri nimefanya ziara katika baadhi ya vituo vya mabasi yanayo kwa kasi kuanzia Gerezani hapa Kimara, na nikitoka hapa naelekea pale Mbezi mwisho. Hapa tupo na jeshi la polisi, lakini zaidi RPC pamoja na RTO wa Kinondoni. Lakini jambo langu kubwa ambalo nataka kuwafafanulia ndugu waandishi wa habari na wananchi wenzetu waweze kuelewa, tumeona klipu nyingi zikiwa zinazunguka zikionyesha watu wananing'inia kwenye magari, lakini pia zikionyesha kwamba watu wanasukumana sana kuingia kwenye haya mabasi. Kwanza, kama mkuu wa mkoa, nikiri kabisa kwamba mabasi haya yameshapungua sana kutoka kwenye idadi yake ya kwanza tangu yalivyonunuliwa mpaka yalivyo sasa. Hivi mabasi yanayotoa huduma kwa muda huu, mabasi ya kampuni ya UDAT yanayotoa huduma hayazidi hata 40. Mabasi yanayotoa huduma, kwa sababu ndio mabasi ambayo yana uafadhali. Kitu ambacho kimefanyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameagiza haraka sana, kama ambavyo niliwapeni taarifa siku ya kwanza, kwamba kila barabara apatikane mtu wa huduma mmoja, ili kuwe kuna ushindani wa utoaji wa huduma katika barabara hizi: barabara Moro Road, barabara Kilwa Road, barabara ya Mwalimu Nyerere ile kwenda airport, pamoja na barabara zingine ambazo ziko mbioni kukamilika. Barabara hii tunayoizungumzia leo ya Morogoro Road hii, amepatikana mtu wa huduma mmoja nje na UDAT. Maana yake ni kwamba kwa muda huu, muda sio mrefu, mabasi yataingia, mabasi ambayo yatakuwa ni kampuni tofauti na UDAT. Na kwa nini yamefanyika namna hiyo? Imefanyika namna hiyo ili apatikane mtu mwingine mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kiteknolojia wa kuweza kuingiza mabasi haya. Mwanzoni, kama mnakumbuka vizuri, UDAT, serikali na hisa kwenye UDAT. Hata tukaona hapana, ni vizuri mabasi haya sasa yakaendeshwa na kampuni binafsi ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kusimamia masuala yote yanayohusu upakiaji wa abiria. Lakini barabara ya Kilwa Road, ndugu zangu waandishi wa habari, na yenyewe tulisema ifikapo tarehe 15 mwezi wa 8 kutakuwa tayari kuna mabasi mapya yanayoingia kutoka nchini China. Ninayo furaha pia kuambia kwamba kweli ilipofika tarehe 15 magari yote yalikuwa yako kwenye bandari ya Dar es Salaam. Baada ya hapo ilikuwa ni kuanza kushughulika na masuala mengineyo, ikiwemo mambo ya import duty, mambo ya VAT, ili tuweze kuyatoa kwa release order moja ya mabasi yaweze kufanya kazi. Mabasi ya kampuni ya Moffat kwa njia ya Kilwa Road yaliyokwisha fika mpaka sasa yako 151, na mara ya kwanza tarehe 15 yaliingia mabasi 99. Hivi ninavyozungumza tumeyatoa yote bandarini, yako kwenye yadi ya pale Mbagara, ili kuyapata vibali vyote maalum na yaweze kuingia barabarani. Ninayo furaha pia kuambia kwamba Mungu akijalia, kwa namna ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu amepata pia maelekezo kutoka kwa mamlaka na kutusimamia sisi, wiki hii mpaka wiki ijayo mabasi ya kampuni ya Moffat yatakuwa tayari yamekushaingia barabarani kwa ajili ya kufanya kazi kwa ile njia Mbagala. Sasa kilichopo kwenye barabara hii ni nini? Tulichokiamua kwenye barabara hii mpaka muda huu, kwa kuwa mabasi haya ni machache, na kwa kuwa mabasi haya demand yake imekuwa ni kubwa kuliko supply, tulichokifanya sasa, tumekushakaa na kampuni inayotoa huduma barabara ya Kilwa Road, ili angalau sasa baadhi ya mabasi yaanze kutoa huduma kwenye barabara hii ya Morogoro Road. Halafu mabasi ya Morogoro Road yatakapokuwa yamefika, mabasi haya ambayo tutakuwa tumeyaomba kutoka kwenye ruti nyingine yataendelea na ruti nyinginezo. Swala msingi ni lini sasa mabasi haya yanaweza kuwa yamefika kwenye barabara hii? Muda wowote kuanzia kesho, tunatarajia Mungu atakapojalia tutatue jambo hili angalau kwa nusu, tukiwa tunasubiri mabasi ya muda mrefu ambayo yamefika. Swali jingine, je, kwa nini labda mabasi yasije kwa haraka? Ndugu zangu, mabasi ya mwendokasi yanazalishwa kwa order. Lazima yawe na specifications ya mita 18, si mita ngapi. Kwa hiyo lazima upeleke specification kwenye kiwanda ili aweze kuzalishwa kwa mahitaji ya barabara hiyo. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo nimeona ni muhimu niwaeleze ndugu zangu waandishi wa habari. Sasa nitoe rai kwa wananchi wetu. Kwanza, tunaendelea kuwaomba msamaha mkubwa sana na kuwataka radhi, kwa sababu tunajua hamna serikali ambayo ina nia ovu na nia mbaya ya kuwataka wananchi wao wahangaike. Yote hii je, mnafahamu
kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye ameleta mfumo maalum wa kuhakikisha kwamba huduma hizi zinatolewa kwa ushirikiano mkubwa kati ya private sector na government sector. Kwa sababu tukiwa sisi tu kama serikali, kuna baadhi ya vitu pia tunaweza tusiwe perfect, na tukiwa wenzetu tu wa private sector kuna baadhi ya vitu pia wanaweza siwe perfect. Na ndio maana sasa huduma hizi zitatolewa kwa ubia, ili sasa tusile hasara wala tusiingize tena kwenye mabasi mabovu, na imewekwa sheria maalum mabasi yakae muda gani na muda gani mabasi yaweze kuongezeka. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwaeleze haya, na kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuvumilia kidogo. Tumeona baadhi ya clip wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi, na mara serikali itakapokuwa imeingiza mabasi haya, naamini kabisa, kwa sababu leo serikali hata tusema hatuitaki CCM, sawa, CCM usipoitaka maana yake ni kwamba ndio mbadala wa mabasi? Hapana. Lazima tutatue mambo haya kwa kutumia kauli moja, kwa kutumia ushirikiano, kwa kujua kwamba hatuna nchi nyingine. Mabasi haya yanapoanza miaka mingi nyuma, watu wengi sana waliyabeza na kuonesha kwamba ni mradi wa aina gani. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, wamekuja kujua kwamba mabasi haya kumbe ni msaada mkubwa mno. Na mnachokiona leo ni kwa sababu demand ni kubwa ya mabasi hayo, ndio maana wanasukumana mlangoni. Ingekuwa sio kitu kizuri, wala usingemwona mtu anaingia kwenye hayo mabasi. Kwa hiyo kwa sababu ni huduma nzuri, ndio maana kila mmoja anayapenda mabasi hayo. Kwa hiyo hakuna namna, serikali lazima kwa namna yote isimamie jambo hili. Na katika hili namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekesha usiku na mchana kuendesha vikao vya namna ya kuweza kutatua jambo hili kwa njia ya kudumu. Na mara mabasi yote atakapokuwa amefika, nina imani Mheshimiwa Waziri Mkuu atatuelekeza zaidi kwamba sasa ni hatua gani itakayofuata, ama kwa mamlaka zingine za juu kuweza hata kuja kuwaeleza tena Watanzania, na pengine kuwaambia Watanzania wasiwe na wasiwasi tena kuhusiana na huduma hii ya mabasi yaendayo kwa kasi. Kwa baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, naombeni tena tukawe mabalozi wazuri. Leo hatuna nchi nyingine ya kuijenga, ni nchi yetu wenyewe. Tumepata changamoto jambo hili, tuvumiliane kwenye changamoto hii ili tuweze kuitatua. Hata ndani ya nyumba zetu huwa kuna changamoto, na changamoto hazitatuli kwa siku moja. Zipo changamoto kwa nature tofauti utatuliwa kwa siku moja, na kuna nature zingine hazitatuli kwa siku moja. Wengine wanasema kwa nini tusiingize mabasi ya kawaida yapite hapa? Hapo tunaweza tukaleta disaster kubwa, kwa sababu tunafahamu milango ya mwendo kasi ipo upande huu kwa sababu ya namna structure za stand zilizojengwa. Lakini mabasi ya kawaida hayana structure hizo. Kwa hiyo watu watakuwa wanashukia huku, wanagongwa, wanakufa, mwisho anakuwa tena matusi kwa serikali. Kwa hiyo naombeni tuendelee kuwa na huo uvumilivu. Nishukuru jeshi la polisi, kwa sababu wapo baadhi ya watu ambao wanadhani wakiona watu wananing'inia wanaweza kuliona jeshi la polisi kwamba halina msaada. Hapana. Tunacho struggle hapa ni kwamba tumekwisha ona tatizo na lazima tusaidiane kwa pamoja kwa njia za kawaida. Juzi polisi aliposimamisha basi ya mwendo kasi, mle kwenye basi wakaanza kupiga kelele, hatumtaki polisi, hatutaki jambo hili. Sasa ndugu zangu, polisi hata ukisema kwamba wana uzembe wao, walijaribu kusimamisha basi moja, lakini huko ndani akawa ni makelele makubwa. Tuvumiliane, twende kwa busara ili nchi yetu iweze kwenda vizuri. Kuna swali lolote?